Sasa leo tutajifunza somo muhimu sana linalosema jinsi ya kumsoma mtu ndani ya sekunde 10 bila hata yeye kujua. Unajua kuna ishara muhimu ambazo ukiziona kwa mtu unaweza kufahamu kabisa hali yake bila hata yeye kukuambia. Sasa leo tutaenda kuziangalia ishara hizo moja baada ya nyingine. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa kwa nini sekunde 10 ni muhimu? Unapokutana na mtu kwa mara ya kwanza, akili ya binadamu hufanya tathmini haraka sana. Bila kuuliza swali lolote, tayari unaanza kujenga picha ya mtu huyo. Hii hutokea kwa sababu ubongo wetu umezoea kusoma ishara ndogo ili kutambua kama mtu ni salama, ana uhakika au anajilinda. Sekunde 10 za mwanzo ndizo zenye taarifa nyingi zaidi kuliko dakika zinazofuata. Hasa kwenye saikolojia ya kumsoma mtu, zile sekunde za mwanzo, na ndio maana tunasema sekunde 10 muhimu za mwanzoni, unaweza ukamsoma mtu kwa sababu pale mtu hawezi akaficha hisia zake, lakini kadri muda unapozidi kwenda anaweza akadanganya hisia zake, aka-act kulingana na wewe jinsi unavyohitaji, lakini ile mwanzoni anakuwa kwenye uhalisia wake, na ndio maana tunatumia sekunde 10 hizi ili kumsoma mtu. Kwa hiyo kadri unapozidi kumpa mtu muda inakuwa ni ngumu kumwelewa hisia zake, lakini katika sekunde za mwanzo unaweza ukaelewa kwa sababu anakuwa kwenye uhalisia wake na yeye mwenyewe anakuwa hajitambui. Ndio maana unakuta ni rahisi kumsoma, lakini kadri muda unapozidi kwenda anaweza kuwa anajiangalia labda jinsi anavyo act au jinsi anavyofanya na akaanza kujirekebisha ili usimgundue. Kwa hiyo ndio maana sekunde 10 ni muhimu katika kumsoma mtu bila hata yeye kugundua kuwa unamsoma. Sasa tutaenda kuziangalia ishara hizi ambazo zitakusaidia kumsoma mtu bila hata yeye kuambia jambo lolote. Sasa ishara ya kwanza ni msimamo wa mwili. Katika sekunde chache za kwanza kabisa, angalia jinsi mwili wa mtu ulivyo. Mwili ulionyooka, kifua mbele na kichwa kilichoinuka juu huashiria kujiamini na utulivu wa ndani. Lakini mwili uliopinda, mabega yaliyoshuka au kichwa kilichoinama huashiria wasiwasi, hofu au kujilinda. Mwili mara nyingi huonyesha ukweli hata kabla mtu hajaanza kuzungumza. Sasa mfano, umekutana na mtu ukaona kanyooka vizuri, kifua chake kimekaa vizuri mbele na kichwa chake kimeinuka juu, huyo moja kwa moja anaonyesha kujiamini na utulivu wa ndani. Lakini ukutana na mtu ambaye mwili wake umepinda, mabega yameshuka na kichwa chake kimeinama, huyo mtu kisaikolojia ana wasiwasi, lakini pia ana hofu au anajilinda na jambo fulani. Na yote yanasababishwa hiyo na hofu, kwa sababu mtu akiwa na wasiwasi, ana hofu, lazima ajilinde ili aondokane na mazingira hayo ambayo yanamsumbua. Kwa mara nyingi kutana na mtu yuko kwenye hali hii, mwili wake umepinda, mabega yameshuka na kichwa kimeinama chini, huyu hata kama unazungumza naye unajua kwamba mazungumzo ambayo mnaendelea hayafurahii na ana wasiwasi. Kwa hiyo unaweza ukampa muda au ukatafuta namna nzuri ya kumsaidia ili akae sawa. Lakini pia unaweza kujifunza pia kuangalia, unaweza kumuona mtu mwingine sehemu fulani ukajua kwamba huyu mtu ana wasiwasi au huyu mtu anajiamini kwa kuangalia namna msimamo wake wa mwili ulivyokaa. Kwa hiyo ishara hii unaweza kumtambua mtu vile tunapomwona alivyosimama na msimamo wake wa mwili ulivyokaa, unaweza kujua huyu mtu anajiamini au ana wasiwasi. Kwa hiyo hapa cha kujifunza pia hata we pia, ili usionekane pia ni mtu mwenye hofu au wasiwasi, unaweza pia ukasimama vizuri, kwa sababu hichi kitu ni cha kisaikolojia kabisa, kwamba unapokuwa mwili wako umenyooka, kifua kanyooka vizuri kwa mbele na kichwa kainuka juu, tayari unaonekana unajiamini. Hii ni kisaikolojia. Kwa hiyo hata kama una changamoto, labda unakuwa unaongea na mtu mwili wako unakuwa umepinda, kichwa kimeshuka chini, tayari utaonekana una wasiwasi. Kwa hiyo hii inaweza kukusaidia pia hata wewe pia kuboresha namna unavyo act na watu. Lakini ishara ya pili ni mabadiliko ya mwili baada ya kukutana na mtu. Baada ya sekunde za mwanzo, angalia kama mwili wake unabadilika. Mtu anajirekebisha mara kwa mara, kama kubadilisha mkao au kusogea, anaweza kuwa hajisikii salama. Mabadiliko ya ghafla ya mwili mara nyingi hutokea pale hisia zinapoguswa. Umekutana na mtu, unaanza kuona anaanza kujisogeza, anaanza kujishika labda mikono, anaanza kuchezea vitu, huyo mara nyingi anakuwa anajihisi hayupo salama. Kwa hiyo kadri unapozidi kuongea na mtu, ukimwona mtu anabadilika, anaanza labda kushika begi, anaanza kubadilisha mkao wake, labda mkono umekaa sehemu moja anaanza kusogea, na
unaanza kuona labda anaanza kuchezesha labda mikono yake, huyu unakuwa una kisaikolojia sasa unakuwa unatambua kwamba huyu anakuwa hajisikii salama. Kwa hiyo hata kama unazungumza naye unakuwa unajua kwamba maongezi ambayo unazungumza au kitendo cha kukutana naye basi hakijamfurahisha. Kwa hiyo unaweza ukampa muda zaidi au ukamsaidia kuelewa hali yake, ana changamoto gani na mkakaa sawa. Kwa sababu usipojua hali ya mtu, maana ukiendelea kuongea naye utajikuta mwenzako yuko kwenye hali ambayo si nzuri ya kisaikolojia na hawezi kusikiliza jambo lako lolote. Kwa hiyo mtu yote ambaye unamuona umekutana naye mara kwanza, kuona anabadilisha mkao wake, anasogea sogea au anachezea vitu, kama kwa mfano unaongea na mtu unashangaa anaanza kushika begi au anaanza kuchezea labda kalamu anashikilia anachezea, kwa mara nyingi huonesha kuwa ana wasiwasi. Na mara nyingi inatokea ghafla pale unapokutana na mtu mtu unakuta anabadilisha kabisa badiliko yake ya mwili anakuwa tofauti, yani unakuta anaanza kufanya vitu ambavyo hata mwanzo alikuwa havifanyi. Hii pia inaweza kukupa ishara kwamba huyu mtu hajisikii salama au ana wasiwasi au ana hofu. Lakini pia ishara nyingine ni ishara ambayo inatokana na mikono. Sasa mikono huwa inaweza kuonesha kama mtu yuko ana uhuru au yuko katika hali ya kujilinda. Mikono ni sehemu ambayo inatoa ujumbe ulio wazi sana. Mikono iliyo wazi inaosogea kwa uhuru huonesha mtu yuko tayari kushirikiana na kuwasiliana. Lakini mikono iliyofungwa kifuani, iliyofichwa au inayoshikilia kitu kwa nguvu huonesha kujilinda au tahadhari. Kitu muhimu hapa si mkono ilivyo tu, bali ni lini imebadilika. Sasa unapokutana na mtu usiangalie tu mikono yake ilivyokaa. Angalia kwanza jinsi mlivyokutana, mikono yake ilikuwaje, na baada ya mazungumzo au baada ya kukutana imebadilikaje. Hapo ndo unaweza kutumia ishara hii kumsoma mtu, kwa sababu mtu ambaye anaongea na wewe mikono yake imenyooka vizuri, hajaibana au kuishikilia au hajaweka mikono tofauti, yani kaiweka huru, yani hajaishikanisha na kitu chochote, huyo anakuwa anaonekana yuko tayari kuwasiliana na wewe na yuko huru na hana wasiwasi. Lakini mikono ambayo imefungwa kifuani, unakuta mtu kaibana mikono yake kifuani au ameficha nyuma au ameshikilia kitu kwa nguvu, inaweza kuwa begi au kitu chochote, huyo anaonekana ana wasiwasi na ameweka tahadhari kwamba hicho kitu ambacho kinaendelea pale sio salama. Kwa hiyo ana hofu pia. Kwa hiyo ni ishara pia ya kumgundua mtu kuwa hayuko salama katika sehemu hiyo ambayo mmekutana. Na mara nyingi inaweza kumtokea mtu unakuta mnaongea tu na mtu unashangaa anaanza kushika mikono yake anaikamata au anaanza labda kushikilia begi kwa nguvu au kitu chochote kwa nguvu. Huyo anakuwa anaonekana anatengeneza mazingira ya kujilinda. Na mtu anatengeneza mazingira ya kujilinda maana yake ana hofu. Na mara nyingi akishakuwa kuwa na hofu tayari hauwezi kushirikiana naye vizuri. Lakini mtu ambaye anaongea vizuri, mikono yake imenyoka vizuri, hajaifunga sehemu yote, huyo anakuwa anaonekana yuko huru na yuko wazi kushirikiana na wewe. Lakini ishara nyingine ni ya kwenye macho. Macho huwa ni dirisha ambalo linaonyesha umakini wa akili. Macho huwa yanaonyesha kama mtu yupo kweli kwenye mazungumzo au hayupo kwenye mazungumzo. Kutazamana kwa kawaida huonyesha umakini, ujasiri na mtu yupo huru. Lakini kukupesha macho, kuangalia chini mara kwa mara au pembeni bila sababu huweza kuonyesha aibu, wasiwasi au kutaka kujilinda. Hata hivyo ni lazima uzingatie mazingira na tabia ya mtu. Si kila mtu hupenda kutazamana muda mrefu. Sasa ukiona kwa mfano mtu umekutana naye na angaliana machoni, anapepesa macho, hakuangalii, manake huyo anakuwa anaonyesha ana aibu, ana wasiwasi au anataka kujilinda, yani kwamba hajihisi salama kukuangalia au kuwa na wewe katika sehemu hiyo. Lakini mtu ambaye mnaangaliana macho kwa macho, hata kama sio muda mrefu, huonekana kuwa yuko vizuri na yuko huru na ana ujasiri. Lakini mtu anayepipisha macho, anakwepesha, anaangalia pembeni, huyo anakuwa anaonekana kuna kitu anakificha au ana aibu au ana wasiwasi. Lakini pia kuna baadhi ya watu, sio wote wanaopenda kuangaliana na watu muda mrefu. Lakini sasa hii utaigunduaje? Pale unapokutana na mtu muda wote anaangalia pembeni, hakuangalii kabisa, yule utajua kwamba huyu mtu ana aibu au ana wasiwasi au anataka kujilinda. Lakini ishara nyingine ni ya uso.
Uso ni kioo cha hisia zilizofichika. Uso wa mtu hubadilika haraka na kuonyesha hisia zake za kweli. Tabasamu linalochelewa kutokea huonyesha furaha. Kukunja uso huonyesha mshangao au wasiwasi, na kuuma midomo huonyesha mtu anafikiri kwa makini au anajihami kihisia. Kupanua macho huashiria mshangao na msisimko, wakati kuangalia chini huonyesha hofu na aibu. Hizi ishara hutokea bila kuzizuia, ndio maana uso ni njia ya haraka ya kuelewa hisia na mtazamo wa mtu bila hata ya maneno. Kwa hiyo ukiona mtu kwa mfano umekutana naye, unaona tabasamu lake linatoka lakini halitoki kwa haraka zaidi, huyo huonesha ana furaha. Sio mtu ambaye anacheka hapo kwa hapo, mara nyingi hana furaha ndani yake. Lakini yule mtu ambaye unaona tabasamu lake linachukua muda kidogo, huyo anaonesha ana furaha. Lakini mtu ambaye amekunja uso katika ndita, huyo mara nyingi anaweza kuwa kwenye mshangao au wasiwasi. Lakini mtu ambaye anauma midomo, unakuta mtu anauma midomo, huyo anaonesha mara nyingi anafikiri kwa makini au anajihami. Anaweza kuwa pia na hofu au wasiwasi, vyote vinaweza vikatokea kama mtu anajiuma mdomo. Lakini pia kama mtu anapanua macho, huwa anaashiria kwamba amepata mshangao au msisimko. Lakini pia kama anapanua macho alafu anaangalia chini, mara nyingi huonesha kuwa ana hofu au aibu. Kwa hiyo ukiangalia hizi ishara unaweza ukatambua mtu bila hata kukwambia jambo lolote, kwa sababu jinsi anavyo act unajua kwa sababu huyu mtu ana aibu au hana aibu, au ana furaha au ananigizia. Unakuta mtu labda unamchekesha anacheka hapo kwa hapo. Tabasamu ambalo linaonyesha mtu ana furaha huwa linachelewa kidogo, lakini lile hapo kwa hapo maana yake ndani yake hana furaha. Na mtu anapokuwa amekuja ndita, na wengi unakuta unaweza mkawa shahidi wa hili. Mtu unapokuwa ongea naye ukaona amekuja ndita, unajua kwa sababu mtu anajihami au anajilinda au kakasirika. Na mara nyingi sio tu hivyo, lakini pia anaweza kuwa na mshangao au wasiwasi. Lakini mtu ambaye kidogo anataka kuweka umakini, mara nyingi lazima midomo yake, hata kwa mfano mtu unaona anafanya kitu fulani ukaona midomo yake anaiumauma, ujue huyu hapo anatafuta namna ya kuweka umakini katika hilo jambo ambalo analifanya. Kwa hiyo hivi vitu unaweza ukaviona kwa mtu bila hata yeye kuambia jambo lolote. Lakini ishara nyingine ni sauti. Sauti ni ujumbe wa ndani unaosema bila maneno. Unaposikiza sauti ya mtu, usingatie tu maneno peke yake. Mtu anaweza kusema niko sawa, lakini ikiwa sauti yake inatetemeka, kushuka ghafla au kubadilika, ujumbe wa ndani unaweza kuwa tofauti kabisa. Sauti tulivu, imara na yenye kujiamini huonesha uhakika wa ndani. Kwa upande mwingine, sauti inayosita, kubadilika ghafla au kupanda na kushuka sana, inaonesha mtu ajisikii huru na hali yake ya ndani haijatulia. Mfano, unaongea na mtu kwa mfano ukamwambia vipi hali yako, akwambia niko sawa, lakini unaona sauti yake inakuwa inabadilika, inashuka na kupanda, na muda mwingine sauti yake inakuwa ina sita, moja kwa moja unajua huyo mtu hayuko sawa, lakini kakwambia yuko sawa. Lakini mtu unakuta sauti yake anaongea vizuri, inapanda na kushuka vizuri na haibadiliki, huyo unajua kwa sababu huyu mtu yupo sawa na anajiamini. Kwa hiyo hivi vitu pia unaweza kujua mtu unaongea naye, unaona sauti yake inabadilika, ana sita, anaongea kwa wasiwasi, unajua kwa sababu huyu mtu hayuko sawa, hata kama akwambia yuko sawa. Kwa sauti inaweza kusaidia pia kumgundua mtu kwamba yuko kwenye hali gani ya kihisia. Unapoongea tu na mtu unaona sauti yake ina sita, anatetemeka, unajua kwa sababu huyu hapa hayupo sawa, kuna jambo linamsumbua. Lakini ishara nyingine ni kasi ya kujibu. Hii huwa inaonyesha ishara ya uhakika au tahadhari. Kasi ya mtu anapojibu inaonyesha hali yake ya ndani. Majibu ya haraka huonyesha kujiamini na uwazi, huku kuchelewa kidogo kunadhihirisha tahadhari, mashaka au kuzingatia maneno. Mfano, pale mtu anapoambiwa, je, ungependa kushirikiana na timu hii? Akitoa jibu la haraka huonyesha mtu huyo yupo huru na yuko tayari. Lakini akichelewa kidogo kutoa hilo jibu, huonyesha anapima maneno na hajajiamini kamilifu. Angalia pia mwili na sauti yake, hizi zitakupa picha kamili za hisia zake za ndani. Unapoongea na mtu akawa anatoa jibu kwa haraka, mara nyingi huonyesha anajiamini. Lakini ukiona mtu anachelewa kutoa jibu, manake
hajiamini na ile jibu lake kwanza, alafu pia anapangilia maneno kupima. Na mtu yote unapomuuliza jambo lolote ukaona anaanza kutumia muda mwingi kujibu, manake anapima maneno sasa kukuambia, na mara nyingi anakuwa hana uhakika na wale anayosema. Lakini mtu ambaye ana uhakika na yeye anayosema, ukimuuliza swali huwa anajibu kwa haraka. Lakini pia hii mbinu kuna watu wanaitumia pia, wakishaelewa kwamba watu waga wanagundua watu kwamba ni waongo kama akichelewa kujibu, huwa na yenyewe ana act wa kujibu haraka. So utamjua huyo mtu kwa sababu itakuwa tofauti, kwa sababu yeye atakuwa anajibu haraka, lakini kuna muda utaona kabisa sauti yake. Ndio maana hizi ishara nitakuwa unaziunganisha. Kuna muda sehemu atakuwa na sita na kuna muda atakuwa anaongea mara sauti yake inapanda na kushuka. Kwa hiyo ukiziunganisha hizi ishara moja na nyingine, inaweza kukusaidia kujua huyu mtu ana hisia gani. Kwa hiyo hizi ishara sio lazima kwamba zote zinaweza zikaleta matokeo kwa mtu mmoja. Kuna mwingine anaweza akapata ishara 2 zikakusaidia kumwelewa. Kuna mwingine anaweza kupata ishara 3 ambazo zikakusaidia kumwelewa yuko kwenye hali gani. Sasa ishara nyingine ni nafasi binafsi, ukaribu au umbali. Umbali wa mtu anaochukua huonesha hisia zake. Kukaribiana huashiria urafiki, uhuru au wakati mwingine kujiamini, lakini kusogea nyuma au kuweka umbali mkubwa huonesha tahadhari au kutokujisikia salama. Ukichunguza mtu anaposhughulikia nafasi yake, unaweza kuelewa hisia zake haraka. Mfano, umekutana na mtu kuona wewe unamsogelea, yeye anatoka hiyo sehemu anaenda sehemu nyingine, mara nyingi huonesha kuwa hayuko salama, yani hayuko sawa na afurahii ukaribu wako yeye na yeye. Lakini mtu ambaye unamsogelea naye kule anakusogelea, huyo maanake anaonesha yuko huru, lakini pia huashiria kwamba kuna hali ya urafiki katika sehemu hiyo. Lakini ukiona mtu anakuepuka, anakaa mbali na wewe, manake hajihisi salama na anaweka tahadhari ya kujilinda dhidi yako. Kwa hiyo hichi kitu pia kinaweza kukusaidia kumsoma mtu. Unapokutana mara kwanza kuona haruhusu kuwa karibu yake, unajua kabisa kwamba huyu mtu hayuko tayari kwa ajili ya mazungumzo na wewe. Lakini pia mwitikio wa mwili pale unapogusia mada fulani, hii ni ishara nyingine. Mwili hujibu kabla ya akili kuchakata jambo. Unapogusia mada fulani na ukaona mabadiliko ya haraka ya mtu kwenye mkao, anapogusa shingo au kuchezea nguo, hapa hisia zake zinakuwa zimechochewa. Hii inakupa picha ya kweli ya hisia zake kabla ya maneno. Umeongea na mtu labda ukampa mada fulani, ukaona anaanza kuchezea shingo, anabadilisha mkao au anachezea nguo, unajua kabisa kwamba huyu mtu ameshaathirika na hiyo story kihisia. Na sasa utajua pale kwamba kwa mfano kama anakuwa anabadilisha mikao, utajua kwa sababu huyu mtu ana hofu au ana wasiwasi. Lakini hii pia inaweza kusaidia, kimpa mtu mada fulani unaweza kujua mtu pia yuko kwenye hali gani. Ukiona mtu anachelewa labda kutoa tabasamu, unaweza ukajua huyu mtu ana furaha. Lakini ukiona anacheka kwa haraka, maana yake anaficha ule uhalisia wake. Kwa hiyo mwitikio wa mwili pia unapogusia mada fulani unaweza kukusaidia pia kumtambua mtu ana hali gani ya kihisia. Sasa jambo la muhimu, unatakiwa kuziunganisha ishara zote hizi ambazo tumejifunza. Hakuna ishara moja inayotoa picha kamili. Uelewa wa kweli unapatikana unapounganisha ishara ya mwili, uso, macho, sauti na muktadha. Kadri ishara hizi zinavyojitokeza pamoja na kurudia, hivyo ndivyo ujumbe wa ndani unavyokuwa wazi zaidi. Kama nilivyosema awali kwamba huwezi ukatumia ishara moja kumjaji mtu. Kuna mwingine unakuta kwa sababu hajazoea kumwangalia mtu machoni, kwa unaweza kusema huyu ana wasiwasi, ana hofu, kumbe ndio maisha yake ameshapenda hivyo, hapendi kuangalia watu machoni. Lakini kuna mwingine kweli hapendi kuangalia watu machoni kwa sababu ana hofu. Kwa hiyo lazima uunganishe na ishara zingine tulizojifunza. Kwa mfano unaona mtu labda ana sita kuongea, unajua kabisa huyo kweli ana hofu. Kwa hiyo uweze ukasema ishara tu moja kwa mjaji mtu, hiyo haitakuweza kusaidia kugundua hisia za mtu au hali yake. Kwa hiyo lazima uunganishe moja baada ya nyingine, lakini pia uangalie na muktadha, huyo mtu yuko katika hali gani. Paka kama vile ukuta mtu labda ana mawazo makali, mpata tatizo, lazima hata kuwa na hali ya kunyooka vizuri, labda kuangalia labda ameinua kichwa juu kwa sababu atakuwa kwenye huzuni. Sasa ukianza kumjaji vile tofauti, manake yeye kwenye muktadha wa hali yake ya tatizo
yuko kwenye hali hiyo, ndio maana anakuwa hivyo. Kwa hiyo ni vizuri kuunganisha ishara zote na usimjaji mtu kwa ishara moja ambayo umeiona. Zipitie zote, na unaweza ukakuta mtu labda ana ishara 2, 3 ndio ukaweza kujua hali yake, na muda mwingine mtu anaweza kuwa ana ishara labda hata 4 hata 5. Kwa hiyo ni vizuri kuzunganisha, na mtu anapokuwa anatoa hizi ishara, kadri unavyozidi kuziona na kujifunza ndivyo unaimarika zaidi. Kwa kadri unavyozidi kuzipitia na kuzifanyia kazi ndivyo unavyoimarika zaidi. Kwa hiyo jifunze kuunganisha ishara zote, usimhukumu mtu kwa ishara moja peke yake. Sasa makosa ya kawaida ya kuepuka ni usimhukumu mtu kwa ishara moja. Tabia fulani inaweza kuwa ya kawaida kwake. Angalia mfululizo wake wa ishara na mtiririko wa mazungumzo, na uchunguzi mzuri unahitaji utulivu na subira. Kama nilivyosema awali, huwezi kumjaji mtu kwa ishara moja. Jitahidi uunganishe na ishara zingine, hapo ndivyo utakusaidia kugundua mtu hali yake. Kwa hiyo usiangalia mtu ishara yake moja afu hapo pia ukamjaji kwamba mtu yuko kwenye hali hii. Jaribu kuangalia na ishara zingine ambazo umejifunza, unaweza zikakusaidia kugundua hali ya mtu. Sasa ndani ya sekunde 10 unaweza kupata picha ya awali ya mtu bila kumuuliza chochote. Ujuzi huu kusaidia kuelewa watu mapema, kuwasiliana kwa busara na kuboresha mahusiano. Kadri unazidi kufanya mazoezi ndivyo unavyokuwa sahihi zaidi na makini zaidi katika kuelewa tabia za binadamu. Kwa kadri unavyozidi kusoma ishara za watu na kujifunza jinsi watu wanavyobadilika hisia zao, ndivyo wanaimarika zaidi. Na mara nyingi ukishajua hizi mbinu au hizi ishara zitakusaidia pia kuishi na watu vizuri, kwa sababu kwa mfano mtu ukimwona mtu ana hofu, maana yake hautaendelea na hayo mazungumzo, utatafuta mazingira ya kumsaidia ili asiwe kwenye hofu. Au ukimwona mtu labda anatengeneza mazingira ya kujilinda, maana yake utampa muda, hutatamani tena kuongea naye. Labda unaenda kuongea na mtu unaona amekunja ndita, maana yake utatafuta nafasi nzuri ya kwenda kuongea naye, sio wakati huo. Kwa hiyo hizi ishara zinakusaidia kuboresha mahusiano yako, lakini pia kusaidia kuwasiliana kwa busara. Kwa hiyo ni muhimu sana ujifunze na ujue, na kadri unavyozidi kufanya ndivyo unaimarika zaidi. Kwa hiyo jitahidi unakuwa unazipitia, unazifanyia kazi, na usitumie ishara moja kumjaji mtu. Angalia ishara hata kuanzia 2 hadi 3 kuendelea, ndivyo uamue kuwa mtu ana hali gani. Asante sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi. Kama kuna swali lolote unaweza kucomment sehemu ya comment section, lakini kama kuna sehemu hujaelewa pia unaweza kucomment sehemu ya comment section. Nikushukuru sana kwa muda wako kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Karibu sana na nikutakie siku njema.